Hili somo naomba kila mmoja aweze kulifuatilia kwa makini, kwa sababu ni somo ambalo limewasababisha watu wengi sana kukosa kuelewa ni nini ambacho Mungu aliokoa, ama ni nini ambacho kinaweza kufundisha watu kuhusu kanisa la Mungu. Watu kuna jumuiya, hebu sikiliza kuna jumuiya ambao ni jumuiya ya watu wanaweza wakakaa wenye kikao na wakatekeleza sheria yao ama mambo yao, na watakapokuwa wenye kuipitisha wataiweka ikiwa ni sheria kama ile ya Wamedi na Wajemi isiyobadilika. Na wakati utakapoenda kinyume na hiyo sheria ambayo wenyewe wameweka, basi wanakutangaza kuwa muasi, kwa sababu kanisa lenyewe si la Mungu, ni jumuiya ya watu ambao wanawakandamiza wengine. Yaani mtu anakukandamiza kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Utakapokuwa na tofauti nao, pengine kwa mfano kuna jambo ambalo umelipata pengine linafanyika kinyume pale, utakapolikosoa ama kwenda kinyume nao, watakutangaza kuwa muasi. Na wenye kuamua kukuondoa katika jumuiya yao. Inakubalika kwa sababu hiyo ni jumuiya yao, kwa sababu wenyewe walinunua matofali, wenyewe wakanunua kokoto, alafu wakajenga hiyo nyumba, wakaiweka msalaba ama kile waliweka, wakasema hii ni kanisa. Lakini Biblia inapozungumzia Church of God haizungumzii haya matofali, ndugu zangu. Wakati Biblia inaposema ya kwamba kanisa la Mungu ni jengo, sio jengo kama hii ya matofali hii. Naomba ufuatilie somo, maana utakapokuwa tunafika mwisho utakuwa unaelewa ya kwamba kanisa linaundwa na wanadamu, linaundwa na watu ambaye ni waaminifu, lakini kanisa ambao limewekwa katika chini ya jumuiya ya wanadamu ambao wamelijenga ni lao. Utakapoenda kinyume na hiyo, utakuwa wewe umetangazwa kama mhusu. Kwa hivyo kuhusu kanisa la kweli, Yesu alisema hivi katika Yohana 6:37. Yesu alisema, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hiyo ni kitabu cha Yohana 6:37. Wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Njia pekee ya kuliacha kanisa la jumuiya ya kweli sio kwa kulazimishwa kutoka nje. Yaani naambia usitoke hapa. Usitoke hapa kwa hii kanisa, utakuwa wewe umepotea. Kwa sababu wamelijenga, ni kanisa limejengwa na matofali, ni kanisa kubwa. Ukitoka hapo ndani, wanasema ya kwamba wewe umepotea, hata umeandaliwa jehanamu, kwa sababu umetoka hapo ndani hapo kwa hiyo jumuiya. Lakini naomba leo ujue namna gani mtu anavyotoka kwa kanisa la Mungu. Wachana na wanadamu, akili za wanadamu weka kando. Tunatumia Biblia kwa ajili ya kujua utakaaje ndani ya kanisa bila kutoka. Na ni watu wangapi wametoka ndani ya kanisa bila kujua? Na ninaomba ufuatilie somo hili kwa makini sana. Kwa hivyo Yesu anaposema wote wanaokuja kwangu hakuna mtu nitakayemtupa, utakapokuwa umetoka nje ya ukweli wa Yesu, hapo ndipo utakapokuwa wewe umetoka ndani ya kanisa. Si kutoka kwa hizi nyumba ambazo zimejengwa na matofali. Unaposoma kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume 2:47. Matendo 2:47 ambayo ningetaka Paulo aisome. Hebu soma.
2:47. 2:47 kitabu cha Matendo ya Mitume. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Inasema katika 47, wakamsifu Mungu, ndio, na kupendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku. Bwana akaliongeza, unasikia, akaliongeza kanisa likaongezeka kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kumbe kanisa huwa linaongezeka kwa sababu ya wale wanaookolewa. Wale ambao wanaokolewa ndio wanasababisha kanisa kuongezeka watu, kwa sababu ya vile watu wanaongezeka. Kwa hivyo kanisa linakuwa na waumini waliookolewa. Kanisa la Mungu linaongezeka waumini kwa sababu wanaendelea kuokolewa. Kwa mfano, tumehubiri hapa kwa takribani majuma mawili, na kuna watu ambaye walichukua mikono yao hapa asubuhi, wakasema ya kwamba hatujawahi kuwa hapa katika kusanyiko hili, ndio siku yetu ya kwanza kukusanyika. Wameokolewa, sasa wameongezeka. Kwa hivyo kanisa linakuwa ni kuongezeka watu wanaookolewa. Biblia inapofundisha ukweli wote kuhusu kanisa la kweli, lakini hata hivyo bado kuna kutokuelewana kwa watu. Maana miongoni mwa watu wanapozungumzia kanisa la kweli, wanazungumzia kanisa ambao limeumbwa na matofali. Lakini Biblia inapozungumzia kanisa, haizungumzii kanisa likiwa limejengwa na matofali. Naomba ninukuu maandiko katika barua ya Paulo. Nitanukuu maandiko 1 2 3 4 5, maandiko matano. Maandiko haya matano unaweza ukaandika kwa utaratibu mahali unaandika, alafu pale mwisho ukawacha space. Nitachukua point katika lile andiko. Msomaji atasoma, alafu nitakwambia pale mwisho utaandika nini. Usije ukaandika maandiko kama namba ya simu. Hata ukifika nyumbani ujui uandika nini. Unaandika ukiwa na utaratibu. Hii andiko niliandika kwa nini? Lilitumikaje? Sasa hoja yetu ya leo tunazungumzia kanisa ni nini, na linajengwa kutumia nini. Unajua kuna watu wanafikiria kanisa linajengwa kutumia kokoto. Wengine wanafikiria kanisa linajengwa kwa kutumia matofali. Ati kanisa yetu ni kubwa, tumejenga gorofa. Hiyo si kanisa hiyo. Hiyo si kanisa, hiyo ni nyumba tu. Sasa kwa mujibu wa Biblia tunaanzia na Wakolosai 4:15. Wakolosai 4:15. Msamaji anasoma, alafu nakwambia utaandika nini hapo katika hiyo aya. Hoja yake itakuwa gani? Teremka chini. Nasemaje? Inasema katika 4:15. Wasalimuni ndugu walioko Laodikia. Paulo anaandika barua, anasema wasalimiwe watu ambao wako Laodikia, na Nimfa, na wamsalimie Nimfa na kanisa lililo katika nyumba yake. Kwa hivyo hilo andika kanisa lililo ndani ya nyumba. Andika hapo mwisho, kanisa lililo ndani ya nyumba. Hata kama unakula ugali na miwa, utajua ya kwamba kanisa si nyumba, ni wale wako ndani ya nyumba. Lazima utajua hiyo. Kanisa liko ndani ya nyumba, sio nyumba. Kanisa, nyumba haitwi kanisa. Kanisa liko ndani ya nyumba. Tunaelewana Hiyo ni andiko la kwanza. Tumesema tuko na maandiko matano. Tunasoma kitabu kinaitwa Philomena 1:2. Philomena 1:2. Tutatumia maandiko matano kujenga hoja yetu ya kwamba kanisa si jengo. Kanisa si jengo. Jumuiya, kuna watu ambao wanajumuiya, wamejenga. Hapo ndani kuna watu ambao wanakaa. Wakikaa wanapitisha sheria yao. Kwa Biblia hata haiko, wao ndio wameweka. Ukienda kinyume nayo wanakutangaza muasi. Hata si Biblia, umeasi jumuiya hiyo.
wanakutagaza muasi kwa sababu umekataana na hiyo jumuiya. Sijui kama mnaelewa. Kwa mfano hapa niko na katekesi. Unaona aka? Aka si Biblia aka. Aka ni kitabu kanaongoza kanisa ya Katoliki. Aka walikaa viongozi wa Katoliki wakaandika aka kakitu. Na si aka, kuna kingine kakubwa. Ile kubwa iko wapi? Itafute hapo. Wakati wanapoandika hiyo jumuiya ilipokaa waliandika na wakakaa wakiwa na wale watu ambao wamewachagua. Wamechagua delegates wamechaguliwa, wamekuja wakakaa wakaandika kitabu. Utakapokuja uende kinyume na kitabu ama kile kiko hapa ndani ya kitabu, katika kanisa hilo lenye kitabu hiki watakutangaza muasi. Kwa mfano hapa ndani ya hii kanisa hii ya Katoliki sasa tunaitumia kama mfano, maana tuko na kitabu chao. Kuna wengi ambaye hatuna chao, lakini hiki tuko nacho tunakitumia kama mfano. Wacha niweke hiki ukienda utakinunua shilingi 1400 ama 500 kwa bookshop ya Catholic. Hiki kitabu ndani yake kinaongelea kitu inaitwa purgatory, inaitwa tohara. Tohara kwa kanisa hili, tohara ni mtu akifa akiwa na dhambi dogo, haebi peponi direct. Hapana, anapitia kwa store inaitwa toharani ama purgatory. Wale wako hapa duniani watakatifu sasa wanamuombea akiwa hapo toharani, anasamehewa hizo dhambi, anaingia peponi. Unajua hiyo ni uongo, lakini kwa sababu ni uongo, maana Biblia inasema mtu akifa mara moja hukumu yake inafanywa. Ukisoma Waibrania 9:27 utapata ya kwamba mtu akifa mara moja kuna hukumu inaitwa hukumu ya upelelezi. Yaani vitabu zako zinafunguliwa, unajulikana wewe ni mtu wa pande gani. Hakuna tena kusamehewa, matendo yako yanakufuata. Hakuna andiko hata moja linauga mkono hii purgatory ya Catholic. Sikiliza, hapa kuna purgatory, toharani. Wa Katoliki wanaamini hivyo. Ndio unaona mtu wa Katoliki akifa, wakati wanamzika mapadri wanaombea hiyo maiti. Unafikiri wanaombea kwa nini? Wanaombea hiyo maiti ndio ipelekwe peponi. Kama ilikuwa na dhambi, ihamishwe kutoka purgatory iende peponi. Sasa hiyo ni jumuiya iliandika hii kitabu. Hakuna nabii nabii wa Mungu aliandika katika simu. Katika simu imeandikwa na jumuiya ya Wakatoliki. Tunaelewana? Sasa ukienda kinyume, saa hii wewe ni Mkatoliki, unaenda Katoliki, uanze kwenda kupinga purgatory, haiko kwa Biblia. Watakutangaza huko kwa Catholic, wewe ni muasi. Wewe ni muasi kwa sababu umeenda kinyume na imani yao. Sasa tunapozungumzia Church of God, si ya vitu kama hizi. Kwanza kanisa la Mungu lina uhuru wa kuongea. Lina uhuru wa kuongea. Kama kuna jambo ambalo umefunuliwa na Mungu, una kitu inaitwa nuru mpya, unahitajika ndani ya kanisa la Mungu uongee, lakini proof biblically na wakusikilize. Lakini ukiona kanisa ambaye inagandamiza, hata hawezi kuchomoka na jambo jipya hata kama lina ushahidi kiasi gani ndani ya Biblia, hawawezi kubali. Badala ya wakusikilize, wanakutangaza ndani ya kanisa hiyo, huyu mtu asiwaikanyanga hapa, huyu mtu asiwaiongea hapa, kwa sababu ameenda kinyume na imani. Sasa hiyo tunasema ni jumuiya, lakini Biblia inasema kanisa la Mungu si hayo matofali inayojengwa na watu. Hapana, andiko la kwanza linasema kanisa lililo ndani ya nyumba. Soma hiyo Filomena 1:2. Inasemaje? Na kwa afia ndugu yetu na kwa Arkipo askari mwenzetu na kwa kanisa lililo katika nyumba yako, na kwa kanisa lililo ndani ya nani? Nyumba yako. Unaona, nyumba ile si kanisa, lakini kanisa linapatikana ndani ya hiyo nyumba.
Hiyo ni andiko la pili ndani ya Biblia. Tuende kwa andiko la tatu. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 19. Andiko la tatu. Tunatoa maandiko gapi? Maandiko matano. Tunaweza toa manne, inatosha. Soma andiko. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 19. inasema hivi. Inasemaje? Makanisa ya Asia, makanisa ya Asia wasalimu Akila na Priska. Wawasalimu sana katika Bwana. Twende. Pamoja na kanisa lililoko ndani ya nyumba yao. Hiyo ni andiko lingine bado. Limesema ya kwamba kanisa lililo ndani ya nyumba yao. Tuna maandiko matatu yanasema kanisa si nyumba. Kanisa linapatikana ndani ya nini? Ya nyumba. Andiko la 4. Warumi 16:5. Inasema hivi, katika 16:5. Ndio. Nisalimieni Epineto, ndio, mpenzi wangu aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Nisalimieni Mariamu, ndio, aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Twende. Nisalimieni Adroniko na Yunia, jamaa zangu waliofungwa pamoja nami. Twende. Ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Warumi 16:5. Ndio. Rudia tena. Inasema hivi, nisalimieni Paineto, mpenzi wangu aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Twende. Nisalimieni Mariamu, aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Twende. Nisalimieni Adroniko na Yunia, jamaa zangu waliofungwa pamoja nami, ndio, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Nisalimieni Mpalioti, mpenzi wangu katika Bwana. Nisalimieni Urbano, mtenda kazi pamoja nami katika Kristo. Twende. Na Staksi, mpenzi wangu. Ndio. Nisalimieni Apele, mwenye kukubali wakati Kristo. Mwenye kukubaliwa katika Kristo. Nisalimieni watu wa nyumba mwa Arstabolo. Ndio. Nisalimieni Herodioni, jamaa yangu. Nisalimieni watu wa nyumba mwa Antikeso walio katika Bwana. Twende. Nisalimieni Trifania na Trifosa wenye bidii katika Bwana. Nisalimieni Perasi, mpenzi aliyejitahidi sana katika Bwana. Twende. Nisalimieni Rufo. Ukifikiri uko chini kuna utapata ya kwamba na kanisa lilo ndani ya nyumba yao. Tafuta uko chini. Ndio tusije tukawa tumekaa sana. Sasa hii ni wazi ya kwamba nyumba ambayo wanakusanyika watu na kanisa ambao wewe unakusanyika ndani, yaani ile nyumba ambayo unakusanyika ndani, kwa mujibu wa Biblia haiitwi kanisa. Kwa mujibu wa Biblia inaitwa jengo iliyojengwa na mikono ya wanadamu. Ama kuna jengo ambayo yote watu wanakusanyika imejengwa na Mungu. Zote watu walichukua matofali, walichukua kokoto na wakajenga. Na Mungu amesema hiyo jengo yenye watu wanaita kanisa kwa leo, Mungu haiti kanisa. Amesema kanisa lililo ndani ya nyumba. Hebu tuangalie kwa mfano, mtu anaweza kutumia kama hoja ya kwamba Suleiman alijenga nyumba ya Mungu Jerusalem. Lakini unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 7:47 mpaka 49, hebu soma tusikie. 7 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 7:47 mpaka 49. Inasemaje? 47 hadi 49. Lakini Suleimani
inasema lakini Sulemani alimjengea nyumba, ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono kama vile asemavyo nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi na nchi pia, na nchi ni pahali pa kuweka miguu yangu. Ni jumba gani mtakayo nijengea, asema Bwana? Au ni mahali gani nitakapo starehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote? Yani Mungu hawezi kujengewa nyumba akakaa ndani, wala hakuna mwanadamu ana uwezo wa kujengea Mungu nyumba. Hakuna. Kwa sababu gani? Kiti chake cha enzi, mahali amekaa ni mbinguni, na duniani ni mahali ameweka miguu. Sasa utajenga nyumba gani Mungu akae ndani? Na hii matofali na hii mabati, haitawezekana kamwe kanisa la Mungu kujengwa na matofali. Maana Mungu anahitajika akae ndani ya kanisa lake, akae ndani, lakini amekataa, amesema hakuna mwanadamu ana uwezo wa kumjengea mahali pa kukaa. Haleluya. Mnashika hiyo point? Kulingana mahali tumetoka, tumepata ya kwamba hoja ya mtu anaweza dai leo atamjengea Mungu nyumba haitawezekana, kwa sababu hakuna mtu ana uwezo. Tena Mungu anasema kwamba hakai kwenye nyumba zimejengwa na mikono ya wanadamu. Sasa kama Mungu hawezi akakaa ndani ya nyumba zimejengwa na mikono ya wanadamu, na anaita kanisa lake jengo, kwa nini kanisa lake ambaye ni jengo linajengwa na nini, na ni nani anajenga? Hiyo ni swali. Kwa sababu kweli kanisa ni jengo, na Mungu anasema hawezi akakaa katika nyumba zilizojengwa na mikono. Sasa kama kanisa la Mungu ni jengo, na anasema hawezi akakaa mahali wanadamu wamejenga, basi kanisa la Mungu ni jengo ya namna gani, na ni nani anayejenga? Tunaendelea katika Waefeso. Waefeso 1:22 hadi 23. Waefeso 1:22 hadi 23. Inasema hivi: juu sana kuliko ufalme wote. Waefeso 1:22 ndio. Inasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamuweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake. Hebu sikiliza point akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamuweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika yote. Hapo nauliza, maana tuko Bible study. Hapo umeona kanisa ni nini hapo? Hapo kwa hiyo andiko kama umelisoma vizuri, turudie tena. Akavitia vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa. Sasa hapa namzungumzia Yesu. Awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake. Hapo kanisa ni nini? Hapo kanisa ni mwili wa Yesu, si ndio? Haya, tunaendelea basi. Hapo katika jengo la Mungu unakaa ukamilifu wa Mungu. Katika jengo la Mungu unakaa ukamilifu wote wa nani? Lakini jengo la Mungu halijengwi na mikono ya wanadamu. Kwa hivyo wale ambao wamejenga jengo wakaita ni sehemu ambayo Mungu anakaa, hiyo sahau, forget. Mungu hakai kwa jengo zimejengwa na watu. Mungu anakaa kwenye jengo ambaye yeye mwenyewe amejenga. Tunaendelea. Jengo hilo halijajengwa kwa mikono ya wanadamu.
Mungu hakai kwenye nyumba iliyojengwa na mwanadamu. Suleimani alijenga, Mungu alikaa. Ile jengo ambayo Suleimani alijenga, Mungu alikaa. Si tumesoma andiko kule juu? Tumesoma andiko gani? Nione kama mnafuatilia. Tumesoma andiko gani ambayo limesema nyumba ya Suleimani yenye Suleimani alijenga, Mungu hakukaa? Ni andiko gani tumetumia? Tumetumia Matendo ya Mitume 7, ikasema ya kwamba Mungu hakai katika nyumba zilizojengwa na mikono ya wanadamu, maana kiti chake kiko mbinguni na miguu ni mahali anaweka na dunia ni mahali anaweka miguu. Sasa anauliza, mwanadamu atanijengea nyumba ya aina gani? Mwanadamu atajijengea nyumba ya namna gani? Kwa hivyo watu wanajenga jumuiya ya wanadamu, tena wanauda jengo la kuliita kanisa la Mungu, na wana mamilioni ya watu duniani wakiliita jengo kanisa la Mungu. Lakini kama tuna macho ya kuona, jengo au dhehebu sio kanisa la kweli la Mungu kama tunavyoweza kuangalia. Kwa sababu hapo, kama tutaweza kumaliza hiyo vitu hizo za madhehebu hizo, kwanza tuelewe kanisa la Mungu ni nini. Haya madhehebu yote inabidi ibomolewe, utavutwe katrakta yote chini, watu wakuwe katika kanisa la Mungu wana. Na ndio naona kanisa la Mungu ni moja, alilolijenga Mungu. Sasa Mungu anapojenga kanisa, anaenda kutafuta kokoto wapi? Anaenda kutafuta mchanga wapi? Ananunua kijaga wapi ndio ajenge kanisa? Sasa fuatana na mimi ndio utaelewa nini kanisa ama kanisa la Mungu ni gani, nao ni akina nani ambao wanafaa kuwa ndani. Tumeshaona kule juu ya kwamba kanisa likaongezeka kwa wale waliokuwa wanafanyaje? Wanaokolewa kila siku, wanaokolewa, kanisa linaongezeka. Jengo la kweli la Mungu, andika jengo la kweli la Mungu, andika hapo juu, jengo la kweli la Mungu. Maana lile la bao, matofali, mabati si la Mungu, hilo ni la watu. Ndio naona wameweka sheria. Siliona nganga, siliwawekea nganga akisema, yule mtu ambaye hataheshimu mke wangu nitamtoa kwa hii ministry, enda toka kwa hii yangu, enda cheka yako. Kwa sababu nganga anafikiria kanisa ni hiyo mabati yake, anafikiria kanisa ni hiyo mawe amejenga nayo. Toka kwa hii yangu, toka kwa hii. Kila mtu atakaye kosa kuheshimu mke wangu atoke kwa hii yangu, aende kwa yake. Sasa hiyo ya nganga ya bao na matofali na nini si ya kweli. Jengo la kweli la Mungu. Kuhusu jengo la kweli la Mungu, Paulo anasema hivi. Tuende kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza 3:9. Inasema hivi, inasemaje? Katika 3:9 Wakorintho wa kwanza. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza 3:9. Ndio. Soma. Inasema, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Twende. Nyinyi ni shamba la Mungu. Ninyi sasa waumini wanapoamini, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu, na nyinyi ni jengo la Mungu. Kwa hivyo kumbe waumini wanaookolewa wanakuwa wao ndio nini? Jengo la Mungu. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kuokoa mtu isipokuwa Mungu? Wakati Mungu anapokuokoa, mimi na wewe tunapookolewa, tunasimamia jengo la Mungu. Tunasimamia jengo la Mungu. Na ni andiko tumetoa, si ati kwamba nimesema. Ninyi ni jengo la Mungu. Na utakaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 6:16, Suleimani alijenga hekalu na Mungu hakukubali kukaa ndani, kwa sababu yeye akai ndani ya nyumba zilizojengwa na mikono. Sasa hekalu ambaye Mungu anakaa ndani, kwa sababu hakukaa ndani ya hekalu ya Suleimani, hekalu ya Mungu ambaye Mungu anakaa ni gani? Wakorintho wa pili 6:16. 6:16. Wakorintho wa pili. Ndio. Biblia inasema hivi, tena
Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Tuende. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu. Sisi tu hekalu la nani? La Mungu aliye hai. Unaona, waumini sasa ndio wanakuwa hekalu la Mungu. Ile ya Suleimani Mungu angekaa hapo, maana ile ilikuwa ni ya mawe, ilikuwa ni ya mche, ni imetupiwa kokoto na kadhalika. Mungu hakukaa ndani. Lakini kwa waumini wenye wameokolewa, wanakuwa wao ndio jengo la Mungu na wanakuwa wao ndio hekalu la Mungu. Ni nini kinasababisha wawe waumini? Hiyo ndio swali. Maana Mungu hawezi kwenda kukaa kusanyiko la watu wanakunywa chang'aa hata yako hapo. Hata kwa sababu wamekusanyika. Kile kinawakusanyika waumini ni kwa sababu wameokolewa. Wale wote wameokolewa wanakuwa jengo la Mungu. Na sasa Mungu anakuwa hapo, anakaa ndani yao. Sasa hapa vile tumeweka hii kitu, usifikirie ati kwamba hapa na hapa hivi ndio imetukuja ati sasa Mungu amekaa hapa. Hapana. Lakini kama hapa tumekusanyika kwa kweli na tumeokolewa kwa kweli, sasa tumefanyika kuwa jengo la Mungu na tumefanyika kuwa hekalu la Mungu. Ile ya Suleimani aliyojenga, ingawa ilikuwa inaonekana ikiwa nzuri kwa vile ilijengwa na Suleimani. Unajua Suleimani, tunapozungumzia mtu mwenye kujenga hekalu, tunazungumzia yule aliyekuwa na hekima. Hakuna mtu alikuwa na hekima kuliko Suleimani na hajawahi patikana. Hata kutokelezea mtu duniani alikuwa na hekima mshinde Suleimani. Sasa wewe unataka kuniambia jengo ambaye Suleimani alijenga, unafikiria ni jengo ya mchezo? Mtu ambaye alikuwa ndiye mwenye hekima duniani. Inasemekana mahali ilikuwa imejengwa Jerusalem, hata wakati Yesu anapokuja, maana aliipata ikiwa hapo. Na watu ambao walikuwa huko walikuwa wanajivunia hiyo. Hata wanamuita Yesu, anamwambia ona. Yesu anawaambia ile nitaibomoa na nitaijenga kwa siku 3. Sasa Yesu ni nyumba gani alijenga kwa siku 3? Akaenda akachukua kokoto akakoroga akajenga hekalu ingine kwa siku 3. Ni pale tulisoma kwenye Waefeso ikasema ule mwili wake ikawa ni jengo. Wakati Yesu alipokufa akakaa kaburini, akavuka, ameijenga. Kwa hivyo ile ya Suleimani hata kama ilikuwa ina ulebo wa kiasi gani, Mungu hakukubali kukaa ndani yake, maana Mungu hakai ndani ya nyumba zilizojengwa na mikono ya wanadamu. Petro wa kwanza 2 mstari wa 5. Bili 5 inasema hivi. Hiyo jengo inajengwaje? Katika 2:5 Petro wa kwanza. Nyinyi nanyi inasema nyinyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Nyinyi nanyi waumini kama mawe yaliyo hai. Mmejengwa mwenye nyumba. Inasema mmejengwa muwe nyumba ya Roho. Hebu sikia hiyo jina. Hebu rudia tena hilo andiko. Inasema nyinyi nanyi. Sasa unaona vile tumekaa hapa kama wewe ni muumini. Haijasema wewe, nyinyi. Kwa hivyo kanisa halina mtu moja, zaidi ya mtu moja. Nyinyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Kumbe hiyo nyumba ya Mungu inayojengwa, mawe inatolewa wapi? Kwa kwale gani? Nyinyi ndio mawe. Kwa hivyo mimi ni mawe, wewe 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 ni mawe. Lakini kwa sababu nyumba lazima iwe na mahali imesimamia ndio ikuwe nyumba, kuna inaitwa jiwe kura pembeni. Wauliza wale watu ambao wanajenga hizi nyumba za ghorofa. Ile nyumba iwezi kusimamia hapo bila jiwe la kule kona lenye linashikilia huo msingi. Sasa sisi ni mawe na Yesu ni jiwe kura na pembeni. Na ndio hebu nipe Petro wa kwanza 2:42. Unajua watu wa Katoliki saa zingine wanashakaza sana.
Andu agathoreki matithomaga Biblia. Ni kurukaruka tu huyayo. Ati unasikia wanasema ati kanisa la Mungu limejengwa juu ya Petro. Unataka kuniambia kanisa la Mungu linaweza jengwaje juu ya jiwe? Wewe unaweza kujenga nyumba yako kama ile ijengwe juu ya jiwe? Si inajengwa juu ya kijiwe. Si kajiwe, kijiwe. Ndio tujiwe tuje juu ya kijiwe. Tunaelewana? Lazima pale chini pawe na jiwe kubwa, tumawe tudogo tuje juu. Ndio tuweze kusimamiwa na hii kubwa ama ni urogo. Kwa watu ambao wamewahi kuona kukijengwa, si ni hivyo? Sasa waumini wanaitwaje? Mawe. Tuko pamoja? Sasa wewe usifikirie kuja kuamini na mchezo. Kuamini hakuna mchezo. Ujue kwamba wewe ni mawe. Ndani ya kanisa la Mungu kuna mahali umezimba. Kuna mahali umezimba. Sasa chomoka uniambie hapa nani atazimba hapa. Maana hii mawe ililalia hii ingine ikalalia hii ikalalia hii. Sasa hii itoke, iacha hii na iacha hii. Hapa nini kitabaki? Si ni shimo. Haya. Soma andiko. Petro wa kwanza. Tulikuwa tunasoma nini? Nilikuwa nataka usome, maana hapa tumeitwa mawe yaliyo hai. Mahali Roho wa Mungu anakaa ndani. Sasa Yesu naye Waefeso 2:20 imesema mumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Twende. Naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kumbe Yesu ni jiwe kuu la pembeni. Jiwe kubwa. Na nyinyi ni mawe. Sasa Petro naye alikuwa nini? Jiwe kubwa ama mawe? 1:42 Yohana. Petro haingewezekana kanisa la Mungu kujengwa juu yake. Haingewezekana. Kwa sababu yeye ni jiwe. Sio jiwe kuu, siwe jiwe kubwa. Unaona unapoenda kule kunaitwa ukitoka Kisumu, unaenda kule Vihiga County, unateremka ukienda kule Majengo, kule ng'ambo kuna mawe makubwa. Kwa jina la rahisi kinaitwa mwamba. Kile kijiwe kikubwa kinaitwa mwamba. Sasa huwezi kuita hii mwamba. Hii ukiwekelea kwa ile jiwe kubwa mwamba, itasikia kama imebeba kitu. Lakini ukichukua mwamba uwekelee kwa hii, si itaziaga. Sasa naomba nitumie katika hii hali ya kujenga nyumba ya roho ya imani. Tumesema kanisa si jengo lililoubwa na matofali na mabati. Mungu akai hapo ndani. Tushakuja tukaona tumefika mahali ya kwamba sisi ni mawe. Sasa tunaomba tupite hapo kama tumefika hii maneno hii ya kina watu wanasema Petro kanisa limejengwa juu yake. Soma andiko hiyo. Inasema akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama, akasemaje? Wewe Simioni, mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petro au jiwe. Kumbe Petro jina lingine ni jiwe. Yesu nawe ni jiwe kuu. Sasa wewe niambie, kati ya Petro ambaye ni jiwe na Yesu ambaye ni jiwe kuu, nani atalalia mwingine? Ni jiwe gani litaenda chini ya lingine? Ni Yesu ataenda juu ya Petro ama ni Petro ataenda juu ya Yesu? Petro ataenda. Maana Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Naye Petro ni jiwe. Na sisi Biblia ikasema na nyinyi mnaitwa mawe iliyo hai. Si tumesoma hivyo? Kwa hivyo katika jengo hili la Mungu linahusishwa wewe na mimi, waumini ndio lijengeke. Na litakapojengeka litakuwa ni jengo linalojitegemea, maana ni jengo la roho. Lakini hizi zingine hizi watakuwa wanakaa tu, wewe uende kinyume tu na imani yao, ufundishe kinyume ya kile hawataki. Wanakaa kikao, wanakusugumuzia. Wakikusugumuzia wanasema huyu mtu ni muasi. Umeasi nini? Sio Biblia umeasi.
umeasi sheria yao ya jumuiya. Na sasa hiyo sheria yao ya jumuiya wameifanya kuwa sheria ya Wamedi na Wajemi. Hii ni ya kanisa. Hapa tunapokuja tunasungumuzia kanisa lililojengwa na waumini. Na waumini hawana kitu kingine. Wacha nikwambie. Kwanza church manual ya kanisa ni Bible. Wewe enda ukavutukute huko utuletee kitu kingine inaongoza kanisa yenye imeleta kinyume na Biblia. Sasa hii katika simu inasema ati kulewa, kunywa pombe, kunywa pombe si vibaya. Bora usikunywe mingi, hata kuvuta sigara. Hii ni kitabu, usikione hiki. Unajua unaweza kuona kakiwa kamsee. Enda kwa bookshop ya Catholic, hata kwa kanisa ya Catholic pale ndani. Utapata hiki kitabu ni kitabu kilichowekwa mbele sana, maana ni imani inaoongoza kanisa. Hii inaitwa church manual. Church manual inaongoza kanisa. Swali, hata kama inaongoza kanisa ikienda kinyume na Biblia, tukubali ama tukatae? Itabidi tukatae. Lakini wewe kuwa wa hapa kwa hii jumuiya ukatae ukiwa ndani, unaona watafanyaje? Ukikufa watakuzika? Hawatakuzika, kwa sababu watasema wewe ni muasi. Lakini umewasi nini? Umeasi Mungu ama jumuiya? Ndio sasa ninataka utofautishe kati ya jumuiya na Church of God, kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu linakuwa na kipengele kinachokubali ukweli mpya. Ukweli mpya. Kwa sababu Roho wa Mungu ako ndani, anaweza kujifunua kwa huyu. Unajua saa hii kwa hizi makanisa za matufali hawaangalii huyu ana Roho wa Mungu, wanaangalia ana gari ngapi. Hawaangalii kama ana Roho wa Mungu, wanaangalia ana degree ngapi. Tunaelewana? Sasa hii ya kuangalia degree, magari, nyumba, nini hiyo vitu, unapata ya kwamba huyu ataongoza kanisa, aongoze mpaka akuwe mzee. Kisa na maana magari yake, utajiri wake, kusoma kwake, usemi wake, unaona Lakini ndani ya kanisa la Mungu, Roho wa Mungu anaongea. Roho wa Mungu anaongea, na kama ametokelezea huyu kile kitu ambaye tutapima yeye, atakaposema tutarudi kwa Biblia. Kama jambo ambalo watasema Biblia inaunga mkono na tulikuwa hatujui, tunakubaliana mara moja. Huo ni ukweli. Lakini sasa sikuje utolee hawa andiko, uwatolee andiko ya kwamba mtoto hafai kubatizwa ama ubatizo ni wa maji mengi. Hapo ukisoma katika ukurasa wa 66 inasema inalazimu mzazi ahakikishe mtoto wake amebatizwa haraka awezekanavyo. Haraka iwezekanavyo mtoto abatizwe. Alafu kuje na Biblia uambie, jameni vipi mtoto kubatizwa na Biblia inasema wanabatizwa waaminio. Watakwambia wewe unaenda kinyume na kanisa. Wewe unyamase ama utoke uende. Sasa yeye kwa kweli yako pande ya Biblia, lakini kwa sababu ameenda kinyume na jumuiya, ameonekana kuwa nani? Muasi. Ndio naona hata Yesu alikuwa anakaliwa kikao. Yesu mwenyewe alikuwa anakaliwa kikao. Yaani watu wanaenda wanasema hivi, haya hebu nipe 11:47 kitabu cha Yohana. Yesu anakaliwa kikao. Na waliokalia Yesu kikao, usifikirie ni wa kunywa bangi. Ni viongozi wa dini. Wakaenda wakaweka viti namna hii. Wewe mzee kaa. Wewe mwingine kaa. Wewe mwingine kaa. Sasa huyu jamaa
Yesu anahubiri huko, wanaenda wanasikiliza wanasikia na vyeka hoja zao zote za urongo. Wanarudi kukaa. Soma andiko. Inasema, basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza. Unaposikia wakakusanyika baraza, wakasema, unaposikia baraza, unaposikia kukusanyika baraza, ni mtu mmoja, watu wengi, watu kadhaa, na ndio wenye cheo wamekusanyika baraza, wanamzungumzia Yesu. Wanasemaje? Wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Mtu huyu anafanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi watu wote watamwamini. Na Warumi watakuja watatuondolea mahali petu tukimwacha hivi. Sasa walikuwa wafanye nini mbadala wasimwache hivi? Tukimwacha hivi watu wengi watamwamini. Unaona? Kwa nini wanaogopa aaminiwe? Kwa sababu ile injili anayohubiri inapiga katekesi yao, inapiga sheria ya jumuiya yao. Tunaelewana? Lakini Yesu kwa sababu yeye anasimama pande ya Biblia, yeye ndio akawa na wafuasi wake 12. Kaanza kuwaongoza, kweli ndio huu, kweli ndio huu, kweli ndio huu. Akafika mahali akaanza kuambia watu waacheni. Wale ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kiongozi na kipofu akimfuata kipofu mwenzake watatubukia wote shimoni. Sasa hapo ndio inasababisha mpaka uamue kutoka mahali kwenda mahali pengine. Kwa sababu ukishapata hapa kuna jumuiya yenye uongo, itabidi uachane nayo ukafuata ukweli ulio ndani ya Biblia. Musa mtumwa kwenye hili kanisa, na viongozi wengine wote ni watumwa au watumishi kama utakavyoona. Kwa sababu ukiangalia kulikuwa Musa, Ezekieli, Yeremia, Daudi, Danieli, Amosi, Malaki. Hao wote tunaowasoma, umewahi kupata mahali ya kwamba kanisa ya Musa, kanisa ya Yeremia, kanisa ya Timotheo, umewaona? Wote wanazungumzia kanisa la Mungu. Kwa hivyo wao katika kanisa la Mungu walikuwa waumini, na kwa jina lingine walikuwa hiyo lazima mjibu. Bana, kuna maneno ya Wakristo hapo. Labda nilikuwa ninafanya kazi bure, lakini kama ninafundisha basi inabidi mjibu. Musa, Daudi, Danieli, mitume na manabii, kado na kuwa waumini ndani ya kanisa, walikuwa wanasimamia nini mmoja mmoja? Mawe. Mawe yaliyo hai. Kwa hivyo wewe saa hii usifikirie Elia amekushida ama Yeremia amekushida. Utakapokuwa muumini utakuwa mawe yaliyo hai kama Musa alivyokuwa, Daudi alivyokuwa. Wote wanaunganishwa pamoja, wanajenga jengo la Mungu. Haleluya. Tunaelewana? Lakini kuna pointi mnapata? Haya. Tunaenda kitabu cha Waebrania 3. Mstari wa 1 hadi wa 5. Tunapozungumzia habari za Musa. Kwa hivyo ndugu watakatifu wenye kushiriki wito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungano yetu, Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba ilivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye
aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu, kama mtumishi awe ushuhuda wa mambo yatakayo nenwa baadaye. Kwa hivyo wakati ambapo tunapozungumzia Musa alikuwa jiwe ama alikuwa mawe, wakati Yesu alipokuja hajakuwa mawe, amekuwa jiwe kuu. Amekuwa jiwe kuu linalobeba msingi wote. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari yetu na faraja yetu mpaka mwisho. Katika Waibrania 3:6. Tukishikana kwa ujasiri, kwa imani, tushikamane moja kwa moja, tutakuwa tumeusimamisha ule msingi na hakuna mtu atautingiza. Hakuna. Kwa sababu umesimamishwa na kweli. Na utakapokuwa hapo, yani wewe ukiumia, mimi ninaumia kabisa, ninaumia. Kwa sababu wewe ndiwe jiwe liko hapa chini yangu, nimekuwa juu yako. Sasa sitaweza kabisa kuvumilia wakati wewe unapitia shida. Wakati wewe unaumia, sitapata amani. Mpaka siku ile utapona, siku ile utapata afueni, ndio na mimi nitapata amani. Maana bila wewe mimi bado ni muhoehoe. Kwa hivyo kila mtu anasaidia mwingine. Si kila hakuna mtu ambaye anajitegemea. Kila mtu anategemea mwenzake. Maana zote tu mawe tunaunganishwa ndio tujenge nyumba ya Mungu ambaye haijengwi na mikono. Sisi watu ni mawe yaliyo hai katika nyumba ya Mungu. Hekalu la Mungu pia linajulikana kama jengo la Mungu au kanisa la Mungu. Wanadamu daima watadhani kwamba ni jumuiya yao ya kitaifa au dhehebu lao lililoamrishwa kidunia au jengo wanalohudhuria kila wiki ndilo kanisa la Mungu. Lakini huo si ukweli ambao Biblia inaonyesha wazi. Watu siku zote wanataka mwili wa kuonekana na kichwa cha kuonekana. Lakini hata hivyo, nyumba ya Mungu ni ya kiroho na inawezekana kuonekana kwa macho ya kiroho pekee. Ulimwengu hauoni tena, bali ninyi mnaniona. Haya, haionekani na macho ya kibinadamu kwa sababu ni nyumba ya roho. Hebu soma Yohana 14 mstari wa 19. 14:19. Inasema hivi katika 14:19, kitabu ni cha Yohana. Inasemaje? Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Ulimwengu haufanyaje? Haunioni tena. Bali nyinyi mnaniona. Hebu sikia. Ulimwengu haumuoni, lakini nyinyi mnaniona. Kanisa la Mungu halionekani na ulimwengu. Hata saa hii Uhuru Kenyatta akiitisha mkutano wa makanisa, hakuna kanisa la Mungu litahudhuria hapo. Maana hata Uhuru halijui. Uhuru halijui. Yesu anasema nyinyi mnaniona, lakini ulimwengu haunioni. Kwa nini ulimwengu haumuoni? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu huyu na huyu, naomba msimame. Nani? Tatumia nani? Hebu simama mrembo. Naye simama. Paro itaingia kweli? Weka. Hawa kuna watu wako pande hii. Sasa hamumuoni, lakini hawa wanamuona. Sababu gani itafanya hawa wamuone na hawa hawamuoni? Kwa nini? Na hajajificha hapo tu. Lakini wale wanamuona, hawa hawamuoni. Nyinyi mnaniona, ulimwengu haunioni. Kwa sababu kanisa la Mungu lina kiroho, ulimwengu haufanyeje? Lakini wale ambao wanaona sasa, wanaliona kanisa la Mungu ni akina nani? 3:3 Yohana. 3:3 Yohana.
Inasema hivi. Inasemaje? Katika 3:3 kitabu ni cha Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kumbe kuna watu wamezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Sasa hawa watu waliozaliwa mara ya pili, wakiunganishwa mmoja, wawili, watatu, wanaitwa Church of God. Hata kama wanakujaga hapa wanakaa tu wanaabudu, Mungu anawajua. Hata kama wewe huwajui, Mungu anawajua. Nyinyi hamunioni, lakini hawa wananiona. Nyinyi mnaniona, lakini ulimwengu haunioni. Kwa hivyo jumuiya na Church of God ni vitu mbili tofauti. Ni vitu mbili tofauti. Nimewambia kuna sheria yake. Nimekuwekea catechism hapa kwa mfano. Catechism. Usifikirie wale walioandika hii kitabu ni wafuta bagi, ama watu wanaokunywa chang'aa kule kasino. Watu ambao waliandika hii kitabu ni viongozi na wenye kuheshimiwa katika kanisa husika. Unajua hiyo? Ni viongozi na wenye kuheshimika katika kanisa nini? Husika. Maana wanakaa delegates. Wanasema ya kwamba tutague nani? Huyu. Tutague nani? Huyu. Tutague nani? Huyu. Waliochaguliwa na kanisa pengine wanaenda wanafika kule wanatengeneza hii. Sasa wakitengeneza hii inakuwa ndio inaongoza kwa hilo kanisa. Kienda kinyume nayo out neja. Kama mtu hajazaliwa mara ya pili hawezi kuliona kanisa la Mungu. Lakini wale ambao wamezaliwa mara ya pili wanaliona kanisa la Mungu. Hili ndilo kanisa la kweli la Mungu, liko tofauti na mawazo ya wanadamu kuhusu jinsi ilivyo, kama vile ilivyo tofauti kati ya mtu wa asili na mtu wa kiroho. Hawa watu wawili ni watu tofauti. Mtu wa asili na mtu wa kiroho ni watu wawili tofauti. Na ndio ukisoma kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 14. Inasema mwanadamu wa tabia asili hayapokei mambo ya Mungu, kwa sababu kwake huyo ni upuzi na hawezi kuyapokea, kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hivyo wale ambao wamezaliwa mara ya pili na wale ambao hawajazaliwa mara ya pili ni watu wawili tofauti. Vivyo hivyo watu wa asili hawezi kuona mwili wa Kristo ambao ndio kanisa lake. Tulipoona Waefeso 1:22 ya kwamba mwili wa Kristo ndio kanisa lake, ambaye watu wa mwilini hawawezi wakaliona. Na ukisoma kitabu kingine cha Wakorintho wa kwanza 1:18 hadi 24 ambayo inasema ya kwamba pamoja na hayo Yesu amewekwa akiwa ndiye hekima ya Mungu. Na kwa sababu watu katika akili za asili hawawezi kuona ufalme wa Mungu, kanisa la Mungu aliye hai au nyumba ya kiroho ya Mungu, hivyo kwa karne nyingi wamekuwa wakitumia neno kanisa la Mungu kwa jumuiya zao zilizoundwa na wanadamu na kuwatesa kanisa la Mungu. Lakini kiukweli hii sio jumuiya ambayo Mungu angependa sisi tuwemo ndani yake. Hii ni jumuiya badia, sinagogi la shetani. Hili sio kanisa moja lililojengwa na mjezi mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Hivi tunaposoma historia tunapata ya kwamba kanisa, watu wa Mungu waliteswa, walikufa takribani watu milioni 100. Kwa nini waliuawa na wanadamu? Wanadamu waliwaua kwa nini? Kwa nini dunia iliamua kuwaua takribani ya waaminifu wa Mungu wengi kiasi hiki? Ni kwa sababu wakati watu wa Mungu wanapokuwa duniani wanakuwa adui wa dunia. Na ndipo Yesu akasema, si maneno yangu. Yesu akasema nyinyi si wa dunia hii kama mimi nisivyokuwa wa dunia hii. Kama ningekuwa wa dunia hii, dunia ingenipenda. Hata nyinyi kama mngekuwa wa dunia hii, dunia ingewapenda, kwa sababu dunia ingependa walio wake.
dunia ingependa walio wake, lakini kwa sababu nyinyi si wa dunia hii, dunia itawachukia. Kwa hivyo usikubali kupendwa na dunia, maana ukipendwa na dunia wewe si wa mbinguni. Tunaelewana? Kwa Mungu enda wewe na uwe ukusanyike na mwingine aliyejitoa kikamilifu bila kurudi nyuma, bora kusimama pande ya kweli. Hizi jumuiya zingine za matisho baridi, hiyo lazima utaikataa. Na ndio unaona lazima watu watahama wajiunge katika imani moja, ambao watakuwa ndio jengo la Mungu, ambalo ndio Yesu atakuja kulichukua. Na kwa sababu watu katika akili zao za asili hawezi kuona ufalme wa Mungu, tunakuja wajezi wa uogo na kanisa la uogo. Wajezi wa uogo na kanisa la uogo. Kwa karne nyingi watu wamekuwa wakijidanganya wenyewe kwamba wana uwezo wa kulijenga kanisa. Wakati wa Kristo kulikuwa na jumuiya badia iliyojengwa na wanadamu. Biblia inasema Kristo ndiye mjezi wa kanisa lake. Nitalijenga kanisa langu. Mjezi wa kanisa la Mungu, Yesu anasema katika Mathayo 16:18, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hebu nisaidie Zakaria 6:13 hadi 14. Yule atakayejenga kanisa lake ni Yesu mwenyewe analolijenga, lakini watu ambao wanajidai kujenga kanisa la Mungu, haiwezekani wanadamu kujenga kanisa la Mungu, haiwezekani. Yule atakayejenga kanisa la Mungu, Yesu ndiye anayelijenga, na halijengwi kwa matofali. Kwa sababu linalojengwa kwa matofali, haiwezekani Mungu akakaa ndani, maana Mungu akai ndani ya nyumba zilizojengwa na mikono ya wanadamu. Kwa hivyo waumini ambao watakayemwamini Yesu watakuwa hao ndio jengo ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Soma andiko hiyo. Inasema, naam, yeye atalijenga hekalu. Yeye atalijenga hekalu la Bwana. Yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atachukua huo utukufu. Naye atachukua huo utukufu. Ataketi akimiliki katika kiti cha enzi. Unaona? Yeye atalijenga hekalu la Mungu. Unaposikia analijenga, si lile la Suleimani, tunazungumzia Yesu hapo. Atalijenga hekalu la Mungu. Atasimamia katika kiti chake cha enzi. Kwa sababu kanisa la Mungu haliwezi likajengwa na mwanadamu. Ndio mimi nashangaa watu wanaweka sign post. Sign post imewekwa mwanaume na mwanamke. Alafu mtu anaandika KBA Church, anaonyesha iko hapo. Ni kweli, lakini ya uongo. Amejenga mwenyewe hapo. Lakini kama ni Yesu angelijenga, hangeweka picha yake na mke wake. Maana Yesu mwenyewe ndiye anayejenga. Sasa hii ya mke na mume ni ya nani? Ni yake. Kwa hivyo wewe ukichukua Biblia kwenda kwa hiyo kanisa imechorwa mume na mke, wewe ni mtu ambaye umepotea na utapotea, labda uache uondoke. Hiyo tu ndio njia pekee. Hakuna ingine. Hakuna otherwise. Maana kabisa umeenda kwa duka ya mtu. Niliwawekea hapa. Wacha hata niweke, maana iko tu hapa. Sikiliza. Najua vitu ambavyo viko na ushahidi ni vitu mzuri. Mtu asije akasema unaigilia watu. Maana watu nao kwa kuwekelea maneno bala. Huyo mtu kazi yake tu ni kuigilia makanisa. Hawezi hubiri Yesu. Kwani huyo Yesu anahubiriwa kwa formula gani? Yesu anahubiriwa kwa kusema hallelujah, praise God. Somebody say kacha. Okay, makontaina kutoka China. Na hujawahi kuuza hata juu. Hey, kanisa ambao zimejengwa na mikono ya wanadamu, zikawekwa picha ya watu kwa sababu kweli wamejenga, lakini ya Yesu mwenyewe ndiye anayejenga, na haijengwi kwa mawe. Haijengwi kwa mawe kwa sababu ni ya Mungu. Watakatifu ndio wanaikaa ndani, wakiwa pia wao
wanaitwa mawe yaliyo hai yanayojenga jengo ambaye roho wa Mungu anakaa ndani. Ambaye roho wa Mungu anakaa ndani. Sikiliza huyu jamaa. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my mentor. Anaongea sana. Mkipanda mti juu ucheze, nitakata mti chini, tutaanguka na hiyo miti. Nataka kuongea na mabishop wale mko kwa kanisa yangu. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry. Wale wako kwa kanisa yangu. Wale wako kwa kanisa yangu. Amejenga ni kweli. Ukienda pale kama unaenda mahali kunaitwa nini? Lewi. Nairobi. Kwa Lewi pale. Utapata kanisa imeandikwa neno iko pale. Mwenyewe ni Ng'ang'a. Ng'ang'a ndio mwenyewe. Na ameweka picha yake na mke wake. Sasa kuna mabishop wako chini yake. Ameweka kanisa ingine neno Moro. Ameweka ingine Nakuru. Ameweka ingine Kitale. Sasa wale ni mabishop wako chini ya Ng'ang'a. Na ile ni jumuiya ya Ng'ang'a. Yenye ako na sheria yake. Na ndio hiyo anaisimamia. Sasa anaongea akiwa mwenyewe. Even if who you are. Even if hata kama tulizaliwa na wewe. Hata kama tulizaliwa na wewe. This time round I will show you my power. Nitawaonyesha nguvu yangu. Mwanamke yote katika huduma hii ambaye hata heshimu mke wangu. Mwanamke yote katika huduma hii ambaye hata heshimu mke wangu. Tafanya nini? Kesho badilisha kanisa yako. Badilisha kanisa yako. Kanisa yako badilisha uite yako. Utoke kwa hii yangu. Badilisha yako uite yako. Utoke kwa hii yangu. Sasa unafanya nini na Biblia? Huko ndani. Wewe mwanadamu ulio ndani ya kanisa kama hiyo na Biblia unafanya nini? Toka kwa hii yangu, enda ukajege yako. Na watu wengine huko bumbumbu wamekaa huko na Biblia wanasema yawe. Bariki. Sasa Mungu anambariki ama kubariki? Inua. Unamuinua. Pigia Mungu kelele. Afanye nini? Wajinga hawa. Mmenikuta kwa hii ministry na wake zenu hawa. Mmetajirikia hapa kwangu. Stupid. Arrogant. Wow. Mmenikuta hapa mimi nikihubiri na mkokoteni, mkatajirikia hapa kwangu. Mmetajirikia hapa kwangu. I swear before God, I will show you Ng'ang'a. Ajua mimi nani? Mimi Ng'ang'a. Nimesema kama mtaheshimu mke wangu, I'm not going to serve with you. Kama mke wako hata heshimu mke wangu, na mmekuja kwangu na watuta. Mmekuja kwangu na matuta, useless people. Takataka. Lavish. Hakuna kitu mnaweza kuniambia mimi watu wa neno, mimi ndio neno. I'm facing all this battle because of neno. Because Satan want to bring neno down. That's why the devil is fighting me all over in media. They are not fighting you, they are fighting me Ng'ang'a. Because I'm the founder. Alafu na mke wako mnakaa hapo mnafikiri mtandaibisha. Fungeni hiyo kanisa au mgeuze. Stupid. Nitakuja kuzivuka mwenyewe. Tutaona. Nitaifunga one day naifunga yote. Sitaki kisirani ya watu. Nikitaka kama wewe unataka kujiita wewe ni bishop ama whatever you want to call yourself, fikiria unatoka wapi. Ufikiria umetoka wapi ukafika hapo mnipigie kifua na mke wako. Mke gani? Na mmekuja kwangu na matabara na matuta. I want full respect. Mkikoa unaitika. Kama vile mliitika mkiwa hamna kitu. Hata saa hizi mko na kitu mtaitika the same. Na mkinichezea yote na watu wa mabishop wote. Nafunga hiyo vioski.
nafuga hizo viosiki, nafuga. Sasa kama kanisa za Ng'ang'a ni viosiki, kuna kiosiki gani haina stock? Na kama kiosiki ya Ng'ang'a ni kanisa, stock ni nani kama sio watu wamekodoa macho huko? Wamekodoa macho watu wako kwa kanisa. Uko kwa kanisa ama wewe ni stock? Nitawaonyesha mimi ni nani, mtajua mimi ni Ng'ang'a. Sasa katika jumuiya hiyo si kanisa la Mungu. Tunasema kanisa la Mungu, Mungu mwenyewe ndiye anayelijenga. Na ukisoma Matendo 4:11 inasema yeye ndiwe jiwe lililodharauliwa na ninyi waasi, nalo limekuwa jiwe kuu la pembeni katika ile jengo. Ninyi waasi inamaanisha nyinyi wajenzi. Yaani ninyi wajenzi hamujajenga juu ya mwamba. Ninyi wajenzi mumejenga juu ya jumuiya nyingine, juu ya mchanga, mkalikataa jiwe kuu la pembeni ambalo ni msingi. Na watu wa jumuiya hiyo badia waliposikia maneno haya ya mitume na walijibu, ninyi ni nani hata kuangusha kile ambacho Mungu anakijenga? Lakini kiukweli watu hao walikuwa hawajengi kanisa la Mungu, kwa sababu kanisa la Mungu mjenzi wake ni Kristo na sio wanadamu. Kwa hivyo mtu ambaye ni mwanadamu anadai ya kwamba ako na kanisa, ajue huyo ni mkora na mnyang'anyi. Huyo ni mkora na mnyang'anyi. Kanisa la Mungu ni moja na Mungu ndiye alijenga. Hakutumia matofali, alitumia waumini. Na kanisa likaongezeka watu walioenda wakiokolewa. Na mpaka wa leo wanaenda wakiokolewa. Wakati Yesu atakapokuja atajua ni huyu na huyu na huyu. Jumuiya hapa tabaki. Jumuiya. Unajua umeenda kinyume na sheria yetu, hizo vitu yote hapa duniani. Lakini wale ambao watasimama kwenye ukweli wa Mungu ndio watakayesimamia mawe yaliyo hai, na watakuwa na jengo linalokaa Roho Mtakatifu. Wajenzi hao walikuwa ni matapeli. Hawa Wayahudi walikuwa wanadai ya kwamba sisi ndio wenye kanisa, sisi ndio wenye imani iliyo bora. Hawa wajenzi walikuwa matapeli, na hivyo wakampiga mawe Stefano kwa sababu alisema dhidi ya jengo lao kwamba halikuwa kanisa la Mungu, na kwamba Mungu hakai kwenye kanisa walilojenga wao. Matendo ya Mitume 6:13, alafu twende 7:47 hadi 51. Hiyo ndio shida ambayo tumeipata kwa waumini na wahubiri wa kweli, sababu wakati wanaohubiri ukweli wanapiga jumuiya. Kama wewe ni mhubiri upige jumuiya, si mhubiri. Na kwa sababu ya wahubiri wa kweli kupiga jumuiya, walinyoroshwa mawe, wa kwanza akiwa Stefano. Stefano akapigwa mawe. Soma andiko 6:13 inasema wakamsimamisha mashahidi wao wa uongo. Wakachukua mashahidi wa uongo waliosema mtu huyu Stefano haachi kusema maneno ya kufuru, haachi kusema maneno ya kukufuru, ya makufuru juu ya mahali hapa patakatifu. Bila fikiri kama hiki tunaweza toka tuingie kila mtu hizo moyote. Sijui kama kuna mtu angekubabaisha kwa hii dunia. Ili somo tu ielewe. Ate mtu akuje ngenge. Sijui wewe kwenda kabisa. Hakuna mtu aliye na uwezo juu ya Mungu. Hakuna. Kanisa la Mungu linajengwa na Yesu, na waumini wanaookolewa ndio mawe yaliyo hai, wanajenga jengo ya Roho ambaye Roho anakaa ndani yake. Wai jumuiya isikutishe bana. Ni watu wanakuambia kuja, tumekuita kwa kikao sijui nini. Hiyo ni vitu vyao, isigustue. Kwa hivyo wakamletea Stefano mashahidi wa uongo. Wakasema Stefano anasema habari za mahali pao. Walijenga wenyewe, Mungu hajajenga, lakini wanapigana na Stefano ambaye anashambulia hiyo.
47:51. Ndio naona mpaka saa hii hapa Kipreft. Mimi kama niko na maadui najua ni wachungaji hapa. Tangu tulipoingia hapa sasa ni siku ya 14. Mimi najua hapa uadui niko nao ni juu ya wachungaji waliojenga vitu zao. Sasa tumebomoa siku 14. Kama ingekuwa wamekubalika ama wanaweza kubaliwa kama vile kulikuwa sheria ya Roma, tuseme Kenya inakubali watu wa Mungu ambao wanahubiri kinyume na madhehebu wapigwe kwa mawe, unafikiria tungekuwa hai leo? Unafikiria tungekuwa hai? Tungepigwa mawe kitambo pale Kipreft hapo. Ndio tungekuwa tunapigiwa mawe. Baada ya kuweka wazi hadharani vitu ambavyo watu wamejenga wao, ambaye Mungu akai ndani yake, tukiweza kujenga na kusimamisha hekalu la Mungu ama kanisa la Mungu ambalo linajengwa na mawe iliyo hai ambao ni waumini. Soma andiko. Inasema hivi, kuanzia 47. Inasema lakini Suleimani alimjengea nyumba. Ila yeye aliye juu, unasoma ngapi? 7:47. Matendo ya Mitume. Ndio. 7:47. Ndio. Hadi 49. Inasema mbingu ni kiti changu cha enzi. Matendo ya Mitume. Ndio. Ndio hiyo Ndio hiyo. Hebu soma 6:47. Matendo ya Mitume 7:57. Mahali wamempiga Stefano kwa mawe. Ni hiyo 7 hiyo. Kule chini 59 ni 59. 7:59. Inasema wakampiga kwa mawe Stefano. Naona wamemalizia kumpiga Stefano kwa mawe. Wamemletea mashahidi wa uongo ya kwamba yeye anaongelea kuhusu mahali pao patakatifu, lakini Stefano alikuwa anasimamisha ukweli na namna ambavyo Mungu anavyolijenga kanisa lake. Hatumii kokoto, hatumii mawe, si jumuiya, bali ni mahali wakusanyikapo waumini. Wakusanyikao nani? Waumini. Ni watu, kuna wengine wana ni hapa tu roho mtupu. Hivyo baada ya mitume wote kufa, baadhi ya watu ambao ni matapeli walichukua juu yao wenyewe kazi ya kulijenga kanisa. Walijenga kanisa badia, jumuiya iliyojengwa na wanadamu, kisha wakaliita jumuiya hiyo Katoliki. Walijenga matapeli, wakajenga kanisa linaitwa Katoliki. Wakalijenga na wakasawishi watu kuitabua jumuiya hiyo kama kanisa la Mungu. Wakachukua mamlaka juu yao wenyewe na kuwaua Wakristo zaidi ya milioni 100 ambao walikuwa hawana hatia yoyote, ila tu wanashikilia ukweli wa maandiko. Jumuiya hii badia na ya uongo ya Katoliki, vile vile kama jumuiya zingine zote za Kiprotestanti. Kolo polisi. Jumuiya za uongo hizo zilizojengwa na wanadamu ni matapeli, na wanachukua jukumu la kujenga kanisa kwa nguvu zao wenyewe, na wanaamua kuwaua watu wote wasiokubali kuifuata jumuiya yao badia. Jambo hili linaweza kufanywa na shetani pekee, na watu hawa wakiwa wamejazwa na shetani wafanya kazi yake. Waliunda jumuiya badia ya Katoliki, walioukataa mwamba ambao ni Yesu, jiwe kuu la pembeni. Wakajenga juu ya mchanga, wakaunda madharia ya uongo kwamba mwamba ni mwanadamu, kisha wakaweka wanadamu na kumuita papa. Wakadai kuwa mwanadamu huyo ndiye mwamba ambao kanisa la Mungu limejengwa. Lakini kwa vyovyote watu hawa wamelikataa jiwe kuu la pembeni, na mwamba ambao ni Kristo ni wajezi wa uongo, na kanisa la uongo siku ya mwisho litaaguka. Labda ukuwe una masikio, lakini kama una masikio, anaambiwa mwenye sikio wewe ona tu kama ni vitu za abunwasi hivi.
Haya ni maandiko, si mchezo. Jumuiya, nimekwambia hii ni kitabu ya Katoliki ama nimeandika kitabu kama hii? Sio, ni kitabu ya Katoliki. Nimenunua kwa pesa. Hii ni ya Katoliki. Si ni ya Katoliki hiyo? Enda kwa bookshop zao, ziko hapa. Yale yako ndani ni maasi tu. Iko ndani. Na watu wamejaa hapo, millions of people wanaoendelea kufuata jumuiya hii. Jumuiya mpaka inasema ya kwamba mtu akifa anaenda purgatory. Hata kama uko na dhambi kidogo unaenda kwenye chemba inaitwa purgatory, atotohaani. Alafu mtu anakuja kuzika watu, mtu amekufa, mtu anakuja kuzika, anasema tuombee maiti. 18:10 Kumbukumbu ya Torati. Wanaoombea maiti ni wachawi. Kama unaombea mtu aliyekufa na mchawi, wewe ni kitu moja. 18:10 inasema hivi, Kumbukumbu ya Torati. Katika 18:10 kitabu ni cha Taurati. Ndio. Biblia inasema, inasema asionekane kwako mtu afanyaye nini? Ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Wala mwenye kubashiri. Wala msihiri. Wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo. Maliza. Wala mtu apandishaye pepo. Wala mchawi. Wala mtu aombeaye wafu. Kumbe mtu aombeaye wafu na mchawi kitu kimoja. Labda wewe unaweka maiti hapa unaombea. Mpaka saa hii watu wameanza kupeleka maiti kanisani. Yaani badala uende uchukue maiti moja ni ukazike, unapitisha maiti church. Sasa mimi nauliza, kwa nini angekaa mochari mfanye kenye mlikuwa mfanye, mchukue mochari muende mzike? Nini kilizuia? Hapa alikuja, alafu mkamweka hapo, mkafanya ibada yenu, yeye alihusikaje hapo? Kwa nini angekaa mochari? Mumalize hii kwa sababu haimuhusu, muende mochari mchukue, mupeleke mkazike. Kama si ibada ya wafu ni nini? Kama si ibada ya wafu ni nini? Waombee wafu na wachawi ni kitu moja. Hawa wa Katoliki wanasema purgatory ni mahali ambapo wanapelekwa watu waliokufa na dhambi, wakiombewa wanaingia paradise, peponi. Huo ni uogo. Lakini enda Katoliki waambie ni uogo, uone. Ama ukue wewe ni muumini wa Katoliki, uende waambie kwa nini mnadanganya watu. Kama kuna mahali wanaandikaga watu washirika wao, watakufuta siku hiyo. Watakufuta siku hiyo na watakaa baraza na watakuita muasi. Umeasi nini? Hii jumuiya. Si Biblia. Sio hii. Sio hii. Sasa wanadamu hawa ili kudanganya watu kwamba jumuiya yao badia ni kanisa la Mungu, kwa haraka wanadai kwamba Yesu alilijenga kanisa lake juu ya mwamba ambao ni Petro. Wanadanganya hivyo. Kuna Mkatoliki ambaye hako hapa ama nasikia akuje aseme kama ni urongo. Hawafundishagi kanisa limejengwa juu ya Petro, akuje. Wanadanganya kanisa limejengwa juu ya Petro. Watu hawa wanadanganya mamilioni ya watu kuikubali jumuiya hii badia kama kanisa la Mungu. Kwa nini watu wamedanganyika kirahisi hivi? Kwa sababu Wakristo wengi ni watu wavivu, hawataki kusoma Biblia zao. Kwa sababu Wakristo wengi ni watu hawataki kusoma Biblia zao. Kwa nini unaongozwa na mtu tu kama kipofu? Una Biblia kwako, si usome? Unadanganya vitu tu yaani vitu ambavyo inaonekana hata ni vizuri. Hebu soma hii katika simu ukurasa wa 66. Na ingine ukurasa wa 142 mpaka unaambiwa ukunywe kuvute sigara. Hii kitabu. Sema. Ukurasa wa 66. Hii kitu yenye iko nyeupe na mna hii. Biblia imekataa wazi. Wao wanakuja wanaweka tu, wanadanganya kabisa hadharani. Na watu wengine ni malecturer, walimu, madaktari, na wako huko wamekaa. Maria mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Andiko gani? Andiko gani Maria amebarikiwa kuliko wanawake wote? Toeni tupate leo.
maandiko Maria amebarikiwa kuliko wanawake wote. Hakuna. Hata mama yako amebarikiwa, alizaa mhubiri. Wamebarikiwa pamoja na Maria. Sio Maria peke yake. Wale wanaweka ndio nawaambiaga Waislamu na Wakatoliki ni dini moja. Unajua mwezi amini. Uislamu ni Ukatoliki na Ukatoliki ni Uislamu. Wewe utashangaa kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu niko na ushahidi, ukiniuliza nitakupa. Soma andiko. Soma hiyo kitu. Kujeni hapa nyinyi Waislamu kama ninabedanganya. Si mko hapo? Kujeni. Kama nyinyi kama nimedanganya, kujeni hapa. Si mimi niko hapa. Siendi mahali. Kujeni hapa. Kuna mtu anaitwa Waraka bin Nafai. Kujeni muniambie kama hakuwa padre. Na ndiye alipea Muhammad utume. Nimesema mchana si usiku. Tena mkisikia na mnapita hapa. Unaona mwezi rudi. Inasema ni wajibu wa wazazi. Hawa wanaambiwa ni wajibu wa wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Unaona? Ako wapi mama Shiro? Shika hii mpea hii ape mwenzake. Maana nimeona hata sikujua iko hapo. Sasa hapo kuna maneno imesomwa kwa katekesi. Ikasema ni wajibu wa mzazi kuhakikisha mtoto wake amebatizwa haraka. Tunauliza Biblia. Biblia ni kweli? Sasa chukua Biblia. Nisaidie 16:15 maandiko. Nakwambia uone vile katika simu itapigana head on na Biblia. Sasa wewe simama na Biblia, upige katika simu na uko ndani ya hiyo jumuiya. Uone kama ndio. Naona kuna watu wanaitwa Protestanti. Wa Protestanti ni jumuiya iliyogawanyika kutoka kwa Katoliki. Na wakati waligawanyika wakatoka Katoliki tena wakakuja wakachanganyikiwa mara mbili kuliko vile walikuwa Katoliki. Soma hiyo. Akawaambiaje? Nendeni ulimwenguni mote. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Mkahubiri, wanafunzi wa Yesu wametumwa na Yesu. Waende wakahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa, anayeamini na kubatizwa ataokoka. Sasa kumbe yule anayebatizwa amepitia kuhubiriwa, akaamini, ndio akabatizwa. Sasa hawa watoto wachanga wa Katoliki walihubiriwa wapi? Waliamini nini ndio wabatizwe? Sasa simama kwa hiyo hoja ya kweli ya Biblia, uone katika hii jumuiya kama utakubalika. Kwa hivyo lazima watu wakubali hata pombe na sigara. Mimi nimezaliwa na nikapata mapadri wanavuta sigara. Labda zaidi wameacha. Mimi nimejionea hivi na macho. Mtu anavuta sigara, anakata, anaingia kutoa misa. Nimeona mimi. Usifikirie walifanya hivyo makusudi. Kitabu chao kinakubali. Kimeandikwa hivyo. 142 ukurasa. Inasema, je, ni makosa kunywa pombe au kuvuta sigara? Ndio kanaitwa kitabu katika simu ya maswali na majibu. Kanauliza swali, kanajibu. Sasa kameuliza ni makosa kunywa pombe au kuvuta sigara, kameuliza swali, kajibu kenyewe. Si makosa kunywa pombe au kuvuta sigara. Kamesema si makosa. Kamesema si makosa. Alafu naona mtu na Biblia kuru. Ati nimeenda misa ya kwanza. Hama. Hizo ni jumuiya za watu zilizojengwa kwa msingi ama kwa mchanga, si kwa mwamba. Wamekataa mwamba ulio hai, wakakubali kitu ambacho ni kitu ambaye ni hadithi za Abunwasi. Biblia inasema, Yesu anasema, nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu atajenga kanisa lenye milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hivyo kanisa la Mungu halitashindwa. Kanisa la Mungu litashinda. Halitashindwa. Na mwenye anajenga si mawe. Ama kuna andiko Yesu alibeba kokoto, mabati, akajenga.
Biblia imesema Yesu alijenga kwa walioamini, kwa sababu watu wakiamini wanakuwa mawe yaliyo hai, ambayo inajenga jengo ambayo Roho wa Mungu anakaa. Hizi za mawe roho hakuna ndani. Ndio unaona mpaka wametunga roho yao badia. Ori boka trabubu sai. Ori baba kantrobubu sai. Li baba kantrobubu sai. Kanyia ubali sukuma ndani ya kabati. Kanta bila kelia. Soda bila straw. Wametunga yao, maana hakuna roho ndani, hakuna. Maana roho wanapatikana ndani ya kanisa la Mungu kwa wale waaminio. Sasa tunaendelea. Hivyo Katoliki wanataka kutudanganya kwamba Petro ni mwamba. Na kama usomi Biblia yako kwa hakika utadanganyika. Biblia inatuambia kuwa mwamba ni Yesu Kristo. Ukiangalia kitabu cha Warumi 9:33. Soma hiyo. 9:33. Biblia inasema hivi. Biblia inatuambia mwamba ni Yesu. Kwa hivyo unapoandika hapo katika kitabu yako, unasema Biblia inasema mwamba ni nani? Mwamba ni nani? Katika Warumi 9:33 inasemaje? Kama ilivyoandikwa, tazama, naweka katika Sayuni, jiwe likwazalo, na mwamba uangushao, na kila amwaminie, hata tayarika. Kumbe yule anayemwamini Yesu anakuwa kwenye mwamba na jiwe lililo imara. Yesu ni jiwe lililo imara, tena mwamba ambao kanisa la Mungu linajengwa juu yake. Wakorintho wa kwanza 14. Wakorintho wa kwanza 14. Ndio. Biblia inasema hivi katika 14, kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Inasema hivi. Inasemaje? Wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Kwa maana walinywea mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ni nani? Ulikuwa ni Kristo. Kumbe kanisa limejengwa juu ya mwamba. Na mwamba ni nani? Ni Kristo. Petro wa kwanza 2:7-8. Petro wa kwanza 2:7 soma mpaka 8. Inasema hivi. Inasemaje? 2:7 hadi 8. Basi heshima hii ni kwenu nyinyi. Twende. Inasema basi heshima hii ni kwenu nyinyi ni kwenu nyinyi mnaoamini. Ni kwenu nyinyi mnaoamini. Bali kwa wasioamini. Jiwe walilolikataa waasi. Imekuwa jiwe kuu la pembeni. Kumbe Yesu ni jiwe kuu la nani? La pembeni. Na wenye kujenga walifanyaje? Walijenga juu yake. Walilikataa. Jiwe waliokataa waasi. Walikataa wajenzi. Jiwe walilokataa wajenzi ndio limekuwa jiwe kuu la pembeni. Bado ukiandika Waefeso 2:20, Matendo ya Mitume 14:11, Kristo anapolijenga kanisa lake juu ya mwamba, analijenga juu yake mwenyewe wala si juu ya mtu mwingine. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu ni mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Msingi ambao tunajengwa juu yake ni mafundisho ya mitume. Biblia haisemi kwamba tumejengwa juu ya mtu mmoja anayeitwa Petro, bali tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Na Yesu Kristo ni mwamba au jiwe kuu la pembeni, ambalo msingi huo umejengwa juu yake. Juu yake Yesu jengo lote linaunganishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana ambalo ndio sisi. Tunaelewana? Waibaji karibuni. Hiyo ndio uzuri wa kuwa ndani ya kanisa la Mungu. Mafundisho Kwa hivyo unapokuja hapa, unanunua kitabu, unakuja hapa, mafundisho itakuwa tu mingi. Ukipotea tu ni kutaka kwako. Lakini hapa elimu itakuwa. Walimu wengine watakuja kutoka bali.
Wafundishaji wengine watatoka kutoka bali. Nyinyi mkiamini muje, elimu mtaipata hapa ndani. Haya, tukuje na nyimbo zetu. Sasa hata hiyo wakakupi kuja wacha kufanya. Wewe si kuibaji na kuimaka na wasile. Jeni. Jana yangu usikae hapa. Kuja. Kuja. Msichana wangu kidogo hata wewe simkuti. Dini wasema
Asante sana. Wimbo na nyimbo ni sehemu ya ibada. Mahali ambapo unapata ibada bila nyimbo ni kama watu wanaokula ugali, ni watu wanaokula ugali bila mboga. Ibada bila nyimbo imepungua, maana nyimbo ni sehemu ya ibada. Kuna mtu ambaye ana swali katika mada ambayo tumekuwa nayo. Naomba mikrofoni hiyo ingine iwe ipelekewe mtu aliye na swali katika somo ambalo tumelisoma. Kama kuna mtu ana swali katika somo ambalo tumelisoma linalohusiana na kanisa la Mungu, nafasi ya maswali ndio hii. Kuna mtu ambaye ana swali? Kuna mtu ambaye ana swali? Haya, tumezungumzia kuhusu kanisa la Mungu na tukapata ya kwamba kanisa la Mungu halijengwi na mikono ya wanadamu, halijengwi na matofali na mawe na mabati, bali linajengwa na waumini waliomkubali Yesu. Wanakuwa mawe yaliyo hai, wanaojenga jengo la Mungu ambalo Roho wa Mungu anakaa ndani. Kwa hivyo kama wewe ndiye hilo jengo, kama wewe uko ndani ya hilo jengo, basi ujue ya kwamba